baada ya hapo muallif hafidhahu Allah ta'ala akataja sasa ahkamu hizo ambazo ni mushtarika, mwanamke na mwanamume wanashirikiana. Akasema min ahkamil udhu, kutokana hukumu za udhu, albad'u bil basmala, kuanza bismillah, wote wanaanza bismillah. Ghaslul kaffaini, kuosha viganja viwili. Almadmadatu wal istinshaqu, kusukutua na kupandisha maji puani. Wa ghaslul wajhi, na kuosha uso. Wa ghaslul yadaini, na kuosha mikono miwili. Min atrafil asabi' hatta almirfaqain, kutoka kuanzia katika ncha za vidole mpaka katika viwiko viwili. Thumma mashu ar-ra's ma'a al-udhunayn, kisha kupaka kichwa pamoja na masikio mawili. Thumma ghaslu ar-rijlayn ila al-ka'bayn, kisha kuosha miguu miwili hadi katika kongwa mbili. Wote wanafanana, hakuna utofauti, hakuna utofauti baina ya mwanaume na mwanamke katika masala ni ahkam za udhu. طيب hakuna utofauti baina mwanamke na mwanaume katika ahkam za udhu kama alivyotaja Sheikh hapo, isipokuwa katika mambo madogo sana. ambayo wanachuoni wanayataja kwamba kama vile mwanamke atakapokuwa, yani na hizi katika hukumu za amalia za kiutendaji, ni hukumu ahkam zile za amalia za utendaji. Mwanamke mathalan nywele ndefu hata fana mwanaume wakati wa kupaka kile kichwa. Mwanamke mwenye nywele ndefu hatafanana na mwanaume, nywele zake ziko ndefu mpaka huko chini, mathalan ndefu mpaka mgongoni. Kwa hiyo huyu wakati wa kupaka kichwa chake hata apaka kama anavyopaka mwanaume. Sisi tumeambiwa tu chukua maji na mwanga, nakuja na peka huku, unarudisha tena hapo mbele ulipoanzia. Lakini mwanamume au mwanamke, kwa sababu yeye ana nywele ndefu, wale ambao ana nywele ndefu hatafanya hicho kitu, bali kwa sababu nywele zake ni ndefu, basi ataanza kupaka sehemu yake ya mbele ya kichwa ila haithu yantahi ra'suha, mpaka pale ambapo kinaishilizia kichwa chake tu basi, na wala hapalazimiki kupaka kupaka nywele zote ambazo zimerefuka. Na hili hapa anafana mwanaume itakapokuwa nywele zake ni ndefu, anafana mwanaume. Lakini vile katika masala al-kulli, vipuri kama vile pete, mwanamke ambaye anavaa pete analazimika pia aitingishe ile pete yake wakati wa kuosha mikono yake miwili, na mwanaume vile vile anaambiwa hicho kitu. Sitrul aura, kustiri uchi min as-surrati ila ar-rukba, mwanaume kutoka katika kitovu hadi katika magoti mawili wakati kutawadha mbele ya watu. Lakini mwanamke anawajibika astiri mwili wake wote. Haya, kwa ala kulli hali wanafanana katika ahkam za udhu. طيب ينقض الوضوء, panatanguka udhu biumuri, kwa mambo yafuatayo: al-kharij min as-sabilain, chenye kutoka katika njia mbili, kalbauli, kama vile haja ndogo, walghaiti, na haja kubwa, wadami, na damu,
warihi na upepo, kutoka na upepo, walmadhi na madhi, walmani na mani. Itakapokuwa kimetoka kimoja katika hivi, basi udhu wake mtu utakuwa umetanguka. Hii ni kwa mwanaume, kadhalika kwa mwanamke. Masu alfarj, kugusa utupu. Masu alfarj, na haya masala kuna khilaf baina ahli ilm kwamba je, kugusa utupu kunatangua udhu au hakutangui udhu. Wako maulama wanaona kwamba kugusa utupu kunatangua udhu, na hiyo ni kauli ya jumhuri ya ahli ilm. Itakapokuwa huyu aliyegusa utupu amegusa utupu pasi na kizuizi, hajaweka nguo wala nini, amegusa wenyewe kama wenyewe, sawa sawa ni huo utupu wa mbele au utupu wa nyuma, na sawa sawa ni mwanamume au mwanamke, wote inafanana. Na hiyo ndio madhhab ya jumhur ahli ilm, kauli Nabii sallallahu alayhi wasallam, man tawadda man massa dhakarahu falyatawadda. Mtume amesema mwenye kugusa utupu wake na atawadhe. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Katika riwaya nyingine, ayyuma rajulun, mtu yeyote yule, massa dhakarahu, aliyegusa utupu wake, falyatawadda, na atawadhe. Wa ayyuma imra'a, na mwanamke yeyote, massat farjaha, ambaye amegusa utupu wake, falyatawadda, faltatawadda, na atawadhe. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah, na Sheikh Albani amehasanisha hiyo hadithi. Na wengine katika ulama wanasema kugusa utupu hakutangui udhu. Hiyo ni kauli ya baadhi ya salaf na baadhi ya Hanabila na Dhahiria. Hakutangui utupu isipokuwa atakapogusa utupu mtu kwa matamanio. Na wengine katika ulama wakasema hakutangui udhu, hautangui kabisa, iwe amegusa kwa matamanio au hajagusa kwa matamanio, udhu hautangui kabisa. Nao wanastahili hadith anna rajulan sa'ala an-nabiy sallama, mtu mmoja alimuuliza mtume wa Allah massi dhakari, kuhusiana hukumu ya kugusa utupu. Faqala, mtume akasema, hal huwa illa bid'atun mink, kwani hicho kiungo ambacho kimegusa utupu hakijawa ni katika kiungo cha mwili wako? Unaona kwamba hakutangui utupu, hakutangui udhu hautanguki kwa sababu ya kugusa utupu. Rawahu Abu Dauda والنسائي وصححه الألباني. كمسألة خلاف مسألة yana khilaf, na baadhi ya ahli ilmu wamepita na maslaki kuunganisha hadithi zote mbili, sababu hadithi ya kwanza hainaruhusu kugusa utupu na udhu wala hautanguki. Hadithi ya pili inafanyaje? Inakataza tusiguse utupu wakati tumetawadha, kwa sababu udhu utatanguka. Kwa hiyo baadhi ya ulama wakafanya jamu baina alhadithain, wakakusanya baina hadithi mbili, kwamba asili ni kwamba kugusa utupu ni kitanguzi, unatangua udhu idha kana bighairi hailin, itakapokuwa amegusa utupu pasi na kizuizi. Na kugusa utupu hakutatangua udhu idha kana bihailin, itakapokuwa amegusa utupu hali ya kuwa kuna kizuizi. Ala kulli hali mas'ala khilaf, mas'ala ina khilaf, mas'ala ina khilaf baina ahli al-ilm. كما الشيخ الباني رحمه الله تعالى عليه anaitilia nguvu kwamba masu al-farj la masu al-farj, yanatilia nguvu Sheikh Albani kuwa kwamba idha kana al-masu bila ha'il al-wudu yantaqim, kiwa kugusa mtu amegusa bila kizuizi udhu utatanguka. idha kana al-masu biha'il
la yanqudh law la yantaqidhu alwudu, itakapokuwa amegusa wakati kuna kizuizi udhu hautanguka. Hiyo ndio kauli ambayo amerajih Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kama ile katika Irwaul Ghalil, katika Tamamul Minna na vitabu vinginevyo. طيب aklu lahmi al-ibil, kula nyama ya ngamia, aklu lahmi al-ibil. Na wengine katika ulama wanaona kwamba hata kama hauja nini, hata kama ukagusa wakati hujaweka kizuizi udhu utatanguka, lakini kushika tahadhari au la. Aklu lahmi al-ibil, kula nyama ya ngamia kunatangua udhu. Kadhalika an-nawm al-amiq, kwa wanawake na wanaume. An-nawm al-amiq, usingizi wa fofofo, alladhi la tash'urina fihi binafsik yanqudh. Wewe mwanamke utakapokuwa umelala usingizi fofofo ambao hauitambui nafsi yako katika usingizi huo, hausikiki kinachosema wala wewe mwenyewe hujitambui katika huo usingizi, yanqudh, usingizi huo unatangua udhu. Wa amma an-nu'as, ama kusinzia al-khafif, kidogo tu kusinzia kwa uchache, fala yanqudh, hakutangui udhu. Hii ni kwa wanawake na wanaume kadhalika. Masu awrati as-saghir la yanqudhu al-wudhu'a, kugusa utupu wa mtoto mdogo hakutangui udhu. Yajuzu an tamsahi ala ash-shurab, inajuzu kupaka juu ya soksi, idha labisatihi, utakapokuwa mwanamke umezivaa hizo soksi, ala taharatin, juu ya tahara. Wa muddatu al-mashi, na muda wa kupaka hizo soksi zako utakapokuwa umezivaa juu ya tahara, yawmun wa laylatun lilmuqim, ni mchana mmoja na usiku mmoja kwa mwenyeji. Ni ukiwa kwa nyumbani kwako hapa ukavaa soksi zako, mathalan kipindi cha baridi kali unataka kutia maji kwenye miguu yako, ukaamua nivae soksi zangu, kwanza ukaoga mathalan au umetawadha, baada ya kumtawadha ukavaa soksi zako saa moja asubuhi mathalan. Kwa hiyo itakapofika saa 7 mchana kwa ajili ya salatu dhuhuri, utakapotawadha kwa ajili ya salatu dhuhuri, pale hautavua soksi kwa sababu ulizivaa juu ya nini? Tahara. Kwa hiyo utatawadha viungo vyote, ukifika miguuni chukua maji unapaka, pia huko unapaka, basi unakwenda kuswali. Imeleka طيب. Kwa hiyo hali itaendelea mpaka kesho, muda saa ngapi? Muda ule ule ambao ulikuwa umeanzia, kama utakuwa hujazivua. Ukizivua tu basi inabatilika kupaka juu ya 2000. Wa 3 ayamin, na michana mitatu, bila yaliha, na nyusiku zake, lilmusafiri, kwa msafiri, masaa 72 kwa msafiri na masaa 24 kwa mwenyeji aliye ndani ya mji wake. Watabda'u almuddatu, na unaanza muda wa kupaka juu ya soksi mbili, min awwali mas'in ba'da alhadath, kutokana na nini? Mpako wa kwanza baada ya kupatwa na hadathi. Hapo afwan, hapo nilikuwa nimeeleza vibaya kule nyuma. Min watabda'u almuddatu, na unaanza muda wa kupaka, min awwali mas'in, kutokana ule mpako wa kwanza, baada alhadath, baada ya kupatwa na hadath, kwamba wewe umetawadha saa 1 asubuhi, ukafanyaje? Ukachukua soksi zako ukavaa, saa 7 au saa 6 ukaenda kufanya, ukaenda chooni ukastanji na soksi zako umezivaa, uliporudi ukatawadha. Kwa unapotawadha maana pale unapaka, hauoshi miguu tena, bali hauvui soksi, bali unapaka zile soksi zako. Kwa hiyo kuhesabu kwamba yale masaa 24 ambayo tumepewa na Mtume kwamba unatakiwa upake ndani ya masaa 24, yaumun wa laila, mchana mmoja na usiku mmoja, unaanza kuhesabia pale saa 6 utakapokuwa umeanza kupaka mpako wa kwanza, baada ya kuwa ulipata na hadath ukaenda chooni ukastanji. Inaeleweka hiyo? Tayib, hiyo ni somo la 4. Hilo ni somo la 4.